Clear Vision TV, bridging ideas to reality. Habari za asubuhi waandishi wa habari. Leo tumewaalika kwa ajili hasa ya kutoa taarifa kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya wajasiriamali duniani ambayo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa huwa inafanyika tarehe 27 mwezi Juni ya kila mwaka. Na pembeni yangu tuko na mwakilishi wa mtendaji mkuu wa Benki ya Maendeleo ya TIB, naye baadaye atapata jambo la kusema. Taarifa hii ya waandishi wa habari inahusu hasa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wajasiriamali wa biashara ndogo na biashara za kati, yani SMEs, ambayo inafanyika tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025. Shirika la maendeleo ya viwanda vidogo kwa kushirikiana na benki ya TIB, tunashirikiana pia na mfuko wa bima ya afya pamoja na mfuko wa hifadhi ya jamii, lakini tunashirikiana na Omari Packaging Industries Limited, tunashirikiana pia na Shananga Company Limited, tunashirikiana pia na Frabi, nao ni wadau katika siku hii muhimu sana. Lakini tuna watu wengine ambao ni wajasiriamali wameunga mkono kama Sahara Ventures, wameunga mkono sana kwenye siku ya wajasiriamali duniani, pamoja na Mr. Discount Center kwenye zile supermarket wameunga mkono sana siku hiyo. Na maadhimisho haya ya kimataifa ya wajasiriamali duniani kwa biashara ndogo na biashara za kati yanalenga hasa kuhakikisha kwamba wajasiriamali wanakutana, wanajadili mambo yao. Na maadhimisho haya ya mwaka huu yatafanyika kwenye ukumbi mpya wa maktaba ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam siku ya Ijumaa tarehe 27 kuanzia saa 2 asubuhi. Kauli mbiu ya maadhimisho haya inasema kufungua fursa, kuchochea ukuaji wa viwanda vidogo na viwanda vya kati. Hiyo ndio kauli mbiu yetu. Kufungua fursa, kuchochea ukuaji wa viwanda vidogo na viwanda vya kati. Tukio hili linatarajiwa kuhudhuriwa na wajasiriamali zaidi ya 400, kuhakikisha kwamba wale watu mahiri kwenye biashara ndogo na biashara za kati, viwanda vidogo na viwanda vya kati wanapata fursa ya kukutana na watu mahiri kwenye biashara katika siku yao. Lakini litaambatana pia na ushiriki wa wadau kutoka serikalini, sekta binafsi, taasisi za kifedha, mashirika ya kimataifa na asasi za kiraia, pamoja na waandishi wa habari watakuwepo. Lengo ni kutambua mchango mkubwa wa wajasiriamali wadogo na wakati katika kukuza uchumi wa nchi yetu, lakini kuongeza ajira na kuchochea maendeleo endelevu. Kupitia maadhimisho haya tunategemea kwamba fursa mbalimbali zitapatikana kwa wajasiriamali watakaoshiriki na ambao watakuwa wanafuatilia maadhimisho ya tarehe 27 kupitia vyombo vyenu vya habari katika nchi nzima. Lakini watashiriki mitaala ya kitaaluma. Kutakuwa na wakufunzi wazuri ambao wanafahamu biashara na uanzishaji wa viwanda, watatoa fursa ya kujadiliana, lakini kujifunza mifumo mbalimbali kupitia kwa wafanyabiashara waliofanikiwa, lakini pia kuonyesha bidhaa na huduma. Wajasiriamali wachache watapata fursa ya kuonyesha bidhaa na huduma wanazozifanya katika shughuli zao za kibiashara na viwanda. Lakini pia watapata elimu ya fursa za kodi kupitia kwenye mamlaka yetu ya kodi TRA, lakini kupitia taasisi ya huduma za afya, yani NHIF, mfuko wetu wa bima ya taifa, kwa ajili ya kufundisha wajasiriamali jinsi gani afya ni muhimu katika biashara. Na mwisho watapata pia kushuhudia utoaji wa tuzo kwa wale wajasiriamali mahiri. Maana tunao wajasiriamali mahiri, watapata fursa hiyo ya kupitia huko.
Na wanenaji katika tamasha hilo au katika maadhimisho hayo, tutakuwa na watu wanaotoa mada stahiki. Tutakuwa na Benki ya Maendeleo TIB, ambao hasa watazungumzia upatikanaji wa fursa za fedha au mitaji. Lakini tutakuwa na NSSF, wataangalia sana uwekaji wa afya pamoja na mikopo. Lakini kuna TRA, kuna shirika la kujitolea la kimataifa VSO, kuna mfuko wa bima ya afya NHIF, lakini kuna mkurugenzi wa supermarket za Discount Center, lakini kuna Scan Code Tanzania, kuna Shananga Company Limited, alafu kuna University ya Dar es Salaam au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kitengo kile cha biashara, lakini kuna Sahara Ventures, kuna TWCC chama cha wanawake wafanyabiashara, kuna Frabi Tanzania Limited, alafu kuna UTT AMIS. Na mgeni rasmi katika maadhimisho haya tunategemea atakuwa ni Elibariki Shami, ni mkurugenzi mkuu wa Trademark Africa, na ambaye atafungua maadhimisho haya na kutoa neno la ufunguzi kwa ajili ya kuadhimisha siku ya wajasiriamali duniani. SIDO inaamini kuwa uwekezaji katika sekta ya biashara ndogo na zakati ni msingi wa kujenga uchumi imara katika nchi yetu, lakini unajumuisha wananchi wote na kupunguza umaskini. Ni uchumi jumuishi, maana kundi kubwa la Watanzania tuko kwenye biashara ndogo na biashara za kati. Kwa hiyo ni uchumi jumuishi. Hivyo tunawaalika waandishi wa habari na wadau wote kushiriki kamilifu katika tukio hili muhimu la kupasha habari wa Tanzania wenzetu kuhusiana na siku yao. Wiki ya maadhimisho ya siku ya wajasiriamali duniani inazinduliwa rasmi leo katika kikao hiki cha taarifa kwa vyombo vya habari tarehe 24 Juni 2025 kupitia taarifa hii kwa vyombo vya habari, yani press release. Baada ya hayo niwakaribisheni sana kwa kikao hiki. Asanteni. Waandishi wa habari, tunawashukuru sana kwa kutuitikia na kufika kwenye kikao chetu hiki. Kwa majina yangu mimi naitwa Edward Kaguo. Mimi ni kaimu meneja masoko na pamoja na mawasiliano kwa umma. Sisi kama TIB tumekuwa na uhusiano wa karibu sana na wenzetu wa SIDO ambao wamekuwa sehemu kubwa hii wakifanya mambo makubwa ambayo na sisi tukaona ni vizuri tuwe sehemu kwa hicho wanachokifanya. Na TIB ikiwa ni benki ya serikali ambayo ni benki ya kisera, tunasema kwamba tunawekeza katika sekta zote za kiuchumi. Sekta zote za kiuchumi kwa maana gani? Kuna sekta ambazo zipo ambazo ni za kimkakati, na ambazo kwenye sekta hizi sisi kama TIB hatuwezi kuwaacha wajasiriamali nyuma. Na ukiangalia katika mnyororo wote ambao unatokea katika kila sekta, unamkuta mjasiriamali pale anatokea. Na ndio maana sisi kwa kuwasiliana kwa kushirikiana na wenzetu wa SIDO tukaona basi ni muhimu katika hii siku ya wajasiriamali duniani ambayo rasmi tunaizindua leo na kuiambia umma kwamba kwenye kilele kile cha tarehe 27 Juni tutakuwepo pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo sisi kama TIB tutakuwepo na tutatoa elimu, na si elimu tu, lakini tutawatengeneza watu na kuambia kwamba namna gani mikopo yetu sisi wanaweza kufaidika nayo. Na sio hilo tu, benki imedhamiria kwa sera zetu ambazo tumeziweka, ni kwamba tunatoa mikopo ambayo ni ya muda mrefu. Muda mrefu kwa maana gani? Ni kama mikopo yetu ni ya muda mrefu mpaka kufikia miaka 15. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo benki imeweka dhamira ya kumwezesha wajasiriamali hao. Sio hilo tu, lakini pia mikopo yetu sisi pale mtu tunapokuwa tumemwezesha, tunakuwa na kipindi cha rehema, tunaita grace period. Grace period hii inamwezesha mjasiriamali, kwa mfano kama anakuwa ameagiza mashine, mpaka ile mashine inapatikana mpaka inafungwa, huwa kunakuwa na kipindi ambacho ni kirefu hapa katikati. Sasa kama mtu tayari tumeshamwezesha na tumeshampa mkopo kama ule, tunampa huo muda wa rehema
ili aweze kujipanga, aweze kufunga mashine yake mpaka aanze uzalishaji. Na ndio maana tunaita kwamba sisi kama TIB hii ni benki yako na ni benki ya maendeleo, ambayo tunajiita kwamba TIB is your partner for growth, kwa maana kwamba ni mdau wako wa maendeleo. Na ndio maana tumejishusha kabisa mpaka kwenye hii level ili tuweze kuwafikia wajasiriamali ambao katikati hapa ni wengi sana, ambapo tunataka tuwafikie ili kujenga uchumi jumuishi ambao utazalisha ajira nyingi, lakini pia na kuchangia pato la taifa. Kwa kusema hayo, naomba niseme tu kwamba tunaukaribisha umma wa Dar es Salaam na viunga vyake wakaribie katika siku ile ya tarehe 27 pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ili waweze kujifunza. Tutakuwa na timu kubwa ambayo tutakuwa tumeiweka pale, ambapo tutawafundisha na kuelimisha na kuwafanya wawe bankable. Asanteni sana waandishi wa habari. Clear Vision TV, bridging ideas to reality.